Pole kwa mchezo. Mchezo dhidi ya Azam unapoteza nyumbani. Bila shaka sisi Wasambaa bana tunajua mtu ukivaa suti ni siku ya kufurahia, siku ya sherehe, lakini nadhani leo suti imekuwa ngumu. Nini kilikuwa kigumu kwenye dakika 90 ile mbele ya Azam? Tulikuwa na vipindi viwili tofauti. Nafikiri kipindi cha kwanza tulianza tuko chini sana. So Azam ni kama wao waliamka mapema. So sisi tukachelewa kuamka. So kuchelewa kuamka ndio kushindwa kufanya maamuzi mapema. Kipindi bado tuko chini sisi, wao wakatupenalize yale makosa mawili tuliyofanya ndani ya dakika 10-15 za kwanza. Unaona ile ndio ilikuwa mlima ambao ulioleta utofauti kidogo. Kwa maana kwamba timu yetu ilianza na tempo ya chini, then Azam kafanya pressing wakatusababishia makosa kwenye hafu yetu. Kisha ni kama tukawa tumewagawia goli mbili. Ukiziona zile goli ni kama zilikuwa zinatoka zote mguuni kwetu kwenda kwao. Ni namna ambavyo wachezaji wako wanaamka kuingia kwenye game. Ukifuatilia baada ya hapo ni kama tulirudi tena mchezoni, lakini ule mlima. Kwa hiyo tunatafuta goli moja at least tupunguze utofauti ule wa mechi. Sasa ukiona kuna nafasi ambazo tulizipata, nafikiri nafasi kipindi wako 2-2, kuna nafasi za kina Dickson Yambundo zilipatikana, kuna nafasi kwenye uso wa goli zilipita mipira mingi. Tungeweza kupata chance moja hapo, maybe game ingekuwa iko tofauti. So unaendelea unapambana. Umeona kipindi cha pili pia tukawa tumeichukua tena mechi, tulivyorudi kwa tumecontrol tena mechi. Tukaja tukasababisha tena kosa jepesi kabisa tena la goli la tatu. Sasa ule ukawa mlima. Tunaihesabu kama siku haikuwa ya kwetu. Tunawapa credit Azam kwa sababu pia ni moja ya timu ambazo ni bora, wametusababishia makosa yale. Unajua timu kubwa inakusababishia makosa na inakuadhibu. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kwamba tumefungwa na timu ya aina gani na aina ya mechi ilikuwaje, lakini sio kwamba kulikuwa na tofauti kubwa kati ya Azam na Dodoma Jiji. Kocha Josia, kutokana na makosa ambayo ameyatengeneza leo katika eneo lile la ulinzi, pengine kumkosa Bibanda hii leo imechangia nyie kufanya makosa na kupoteza mchezo wa hii leo? Hapana, labda kitu ambacho naweza nikasema kumkosa Bibanda siwezi kusema kwa sababu haina mipira ambayo, kwa sababu tumepoteza mpira kwenye midfield, hususan mipira waliokuwa nao kina Fini. Sumenela. So wanapoteza mipira kwenye midfield, kwenye half yetu, kwenye nusu yetu. Ukipoteza mpira kwenye nusu yako, si half unampa mpinzani advantage. Lakini sehemu ambayo sisi tunaweza tukasikitika ni sehemu ya hizo chance tunazozizungumza. Maybe unaweza kuniambia mtu kama Edgar angeweza kuleta utofauti kidogo. Unajua unapokosa top scorer wako wa kwanza na wa pili kwa Edgar, Kipagwile, wale ni pengo unapokuwa unatafuta matokeo, unapokuwa unatafuta goli la kurudisha mchezoni. Kwa hiyo maybe ukianalyze hivyo naweza nikakuelewa kwamba kukosekana at least kwa moja wa washambuliaji ambao wanaongoza kwenye kikosi magoli, moja na wa pili, kunaweza kumepunguza kitu, kinatunyima kitu fulani. Kwa hiyo mechi nafikiri hapo pia kulikuwa na shida. Nyewe mnaweza kuona timu inacheza vizuri, lakini eneo la mwisho inacheza vizuri? Eneo la mwisho ndio kumalizia zile chances. Sasa unapomkosa mtu ambaye anatumia chance tatu labda goli moja, kuna kuwepo na utofauti huo. Ndicho kitu ambacho tunasikitikia, lakini pia hatuwezi kuondoa ukubwa wa timu ambao pia tumecheza naye. Mwalimu umetoka kumgusia Edgar William, pengine miongoni mwa wachezaji ambao wana majeraha ama ni nini ambacho kinamsibu? Tumeingia kwenye mechi tukao tumekosa wachezaji kama Edgar William pamoja na Daudi Mirando kwa sababu ya maumivu ambayo ameyapata katika mazoezi ya hivi karibuni. Kwa hiyo tunasikia, lakini sio majeruhi wa muda mrefu. Nafikiri baada ya mechi wanaendelea kulikava vizuri. Tutakuwa nao kwa sababu ligi ni safari ndefu, tunawahitaji. Tunapokuwa tunapoteza game moja, basi tunaamini tunanyanyuka ili kusudi tuendelee kupambana, tuwe katika nafasi nzuri kwenye ligi. Nasema eneo la umaliziaji pia pengine ndio eneo ambalo watu hawalitazami sana, lakini bila shaka unao washambuliaji wengi tunawazuri, ikiwemo mtu kama Waziri Junior ambaye tumeona pia nafasi yake imekuwa ndogo. Ni bado anakuja kwenye upande wa fitness ama tu ni game plan ambayo inamweka nje mara kwa mara? Tuna washambuliaji wengi, wewe uulize mshambuliaji mmoja. Naomba swali lingine. Nikisema wengi kwamba hakuna rotation pengine ambao mnaifanya. Naomba swali lingine ili kusudi niweze ku. Okay, kwenye ile eneo la washambuliaji wengi pengine haujaona pengine kufanya rotation ili kuona namna moja rotation haiko hivyo tunavyofikiri sisi. Kuna plani namna ambavyo timu inavyocheza na nani ambaye anafiti kwenye plani. Si swala la mtu anayecheza kwenye position ile, kwa sababu ukisema hivyo maana yake tuna mastreka kama kina Nwali Jabiri hujawaulizia, si ndio? So usiulize kwa ajili ya mtu mmoja, timu inakuwa na watu wengi. Ni namna ambavyo setup ya timu. Labda nikueleze tu, mtu hawezi kuja kucheza kwa sababu ya namna yeye alivyo. Setup ya timu ikiwa na mpira na isipokuwa na mpira, ni nani ambaye anafiti pale? Ukitizama Kayanda anavyocheza, Kayanda ni mchezaji mdogo compare na wale mastreka. Hata kina Maguli ni wachezaji wakubwa kwake. Tena sijui tusemeje, lakini anaanza mbele yao. Waya aulizi kwa nini Kayanda anaanza mbele ya wale. Sio umeelewa? So hivyo ni vitu ambavyo
wakati mwingine unapaswa kuchukua muda wa kustadi football namna jinsi ilivyo. Setup ya timu ikoje, ikipoteza mpira timu na ikiwa na mpira timu, nani anaweza kurani kwenye space, nani anaweza kurani kutafuta mpira. Umeelewa? Hivyo ni vitu ambavyo watu viangalie, tusiangalie fulani hayupo no. Asante coach.